Nyuma yangu ni geti la kuingilia hapa katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Utafahamu kwamba tangu mwishoni mwa mwaka jana 2025 idadi kubwa ya vijana kote nchini walifunguliwa mashtaka ya uhaini, na mengi mashtaka hayo yamefutiwa mashtaka yao na DPP, lakini kuna vijana 8 ambao kutoka kwenye umri kati ya miaka 19 mpaka 25 na mtu mmoja ambaye ana umri wa miaka takriban 45 hivi ambao bado wanaendelea kusota gerezani na wanafikishwa hapa katika mahakama kwa nyakati tofauti wakikabiliwa na kesi ya uhaini, lakini pia kesi nyingine kadha wa kadha ambazo wamefunguliwa. Wapo ambao wameshtakiwa kwa unyang'anyi wa kutumia silaha, wengine wameshtakiwa kwa kesi nyingine ya kuchoma ofisi za Chama cha Mapinduzi, wengine wameshtakiwa kwa kuiba mali na kuvunja maduka. Yote haya ni matokeo ya vurugu na matokeo ya maandamano yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025 na siku zilizofuata kipindi kile cha uchaguzi mkuu. Sasa kesi mbili kati ya hizo nyingi ambazo nimekutajia zimeendelea hii leo katika viunga hivi vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Kesi ambazo zimeendelea leo ni watuhumiwa 3 ambao wanashtakiwa kwa kosa la kuchoma ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM huko Kivule jijini Dar es Salaam, lakini watuhumiwa wengine 2 ambao wanatuhumiwa kuvunja duka na kuiba spare za magari na vifaa vya pikipiki na vitu vingine vya aina hiyo. Nje ya viunga vya mahakama tumeongea na wakili William Madu ambao ni wakili wa utetezi kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Anatueleza kinagaubaga kuhusiana na kesi hizi. Asante sana ndugu mwandishi habari. Mimi naitwa wakili Madu William. Mimi nafanya kazi na LHRC na kwa hapa ni wakili wa mashauri makubwa mawili. Shauri la kwanza lilikuwa linakuja mbele ya Mheshimiwa Mushi, linahusisha washtakiwa 3 ambao wana tuhuma za kuchoma moto ofisi ya CCM, shauri namba 25294, na shauri la pili ni shauri namba 28996 na mwaka 2026 ambao liko mbele ya Mheshimiwa Makube, ambao linahusisha watuhumiwa 2 ambao wana tuhuma kubwa 3, tuhuma ya wizi, kuvunja pamoja na kukutwa na mali ambayo yasadikiwa kuwa ni ya wizi. Sasa shauri namba 1 la uchomaji ambao ulikuwa mbele ya Mheshimiwa Mushi, Jamhuri kwa maana ya DPP amefunga rasmi ushahidi wake. Leo ilikuwa na shahidi mmoja na wamearifu mahakama kwamba hawana shahidi zaidi ya huyo. Kwa hiyo kwa tafasiri hizi ilikuwa Jamhuri imefunga ushahidi wake na rasmi sasa washtakiwa hawa 3 kuanzia tarehe 5 kwa maana Alhamisi wataanza kujitetea, kueleza mahakama ni kwa namna gani sasa hahusiki na uchomaji wa jengo la ofisi ya Chama cha Mapinduzi, na mimi kama wakili wao nitafanya kazi hiyo ya kuongoza kuanza kujitetea. Na shauri la pili ambalo ni la tuhuma hizi 3 kwa maana ya wizi, kuvunja pamoja na kukutwa na mali zinazodikiwa kuwa ni ya wizi, pia leo Jamhuri ilikuwa inakuja kufunga ushahidi wake kama ambavyo amri ya mara mwisho ilitoka, lakini wametufahamisha kwamba shahidi wao ambao walikuwa mlete amepata dharura na kupelekea shauri hili kuahirishwa mpaka kesho, ambapo Jamhuri itakuja na shahidi huyo ambaye ni afisa polisi ambaye alifanya mahojiano ya mshtakiwa namba 2, na baada hapo tutategemea kwamba pia kesho Jamhuri itafungua shahidi wake, na baada hapo sasa itafungua pazia, itafungua nafasi kwa mahakama kutoa uamuzi mdogo kama watuhumiwa wana kesi kujibu au hawana kesi kujibu. Ikitokea wakasema kwamba hawana kesi kujibu, basi shauri litakuwa limeishia hapa. Lakini ikitokea mahakama ikakuta kwamba wana kesi kujibu kwa mujibu wa sheria, basi itafungua nafasi kwa sisi mawakili wa utetezi kuanza sasa washtakiwa kujitetea. Kwenye ile shauri la kwanza ambao nimeeleza la uchomaji wa ofisi ya CCM, kwa mujibu wa uamuzi mdogo wa mahakama ni kwamba washtakiwa 3 wamekutwa na kesi ya kujibu kwamba kuna viashiria vya hiyo kuchoma ofisi ya CCM. Sasa baada ya mahakama kutoa uamuzi kwamba ana kesi kujibu, sasa inafungua mlango sasa kwa sisi kuanza kujitetea. Hili shauri la pili kama nilivyosema, kwa maana ya kesho saa 8 mchana wakisha leta shahidi wao mmoja, akisha hojiwa kisha mwezi wa fadi ya dodoso, itafuata hatua ya mwisho ya mahakama kutoa hiyo taarifa ya uamuzi mdogo kama watakiwa na kesi kujibu au hawana. Ikisema hawana itakuwa imeishia hapo. Ikisema wana kesi kujibu itimizi kwamba sasa itakuwa inafungua pazia ya washtakiwa kwanza kujitetea kama nilivyokuwa nimeelezea hapo awali. Bado wateja wako wana kesi ya uhaini nafikiri wote, ambao inawakabili. Mwendelezo wake ukoje mpaka hivi sasa?
Yaani kweli kama ulivyosema kwamba washtakiwa wote hawa waliobakia hapa mahakamani wanane wanayo kesi ya uhaini au tuhuma za uhaini ambazo kwa mujibu wa sheria za nchi hii, mahakama hii ya Kisutu haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Ni mahakama ya kukabidhi kwa maana ya committal court inayosubiria jamhuri iweze kukamilisha upelelezi wake, then wa committal watumiwa kwenye mahakama yenye mamlaka ya kusikiliza shauri hili ambayo ni mahakama kuu. Sasa kwa bahati mbaya kwamba washtakiwa wote kila mmoja tuhuma zake za uhaini ziko kwa hakimu tofauti tofauti. Utakuta huyo na kesi yake kwa hakimu huyu kwa hakimu yule, hakimu huyu, wote hawa hako kwa hakimu mmoja, kila mmoja na kesi yake kwa hakimu tofauti tofauti. Na kwa kweli tulikuwa tukiomba mara kwa mara kwamba jamhuri kama haina ushahidi wa kutosha wa kudhibitisha mashtaka yao, ni busara tu akayafuta, kwa sababu mamlaka hayo wanayo kwa mujibu wa kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Hata leo mimi nimeomba tena pale mbele ya mheshimiwa hakimu kwamba watumiwa wale licha kwamba wanatuma hizo makosa mengine ambayo yana dhamana, lakini haya wahaini muda mrefu amesimama, hatuambii jamhuri imefikia hatua gani kwenye upelelezi, bado anaendelea kukaa ndani. Ni jambo ambalo linakuwa halipendezi, kwa sababu jamhuri ndio iliyokamata hawa vijana ikafungulia mashtaka yenyewe. Ina wajibu kwa mujibu wa katiba ibara 59 B kubwa na kifungu cha 8 cha sheria ya mashtaka na kifungu cha 263 cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai, make sure kwamba upelelezi unafika mwisho na watumiwa hao wanakuwa committed kwenye mahakama kuu ili mashauri yao yaweze kuanza kusikilizwa. Lakini kama wanaona kwamba hawana ushahidi wa kutosha kudhibitisha tuhuma zao, hebu sala tuje DPP akayaondoa matatizo, sababu yachukua muda mrefu, yapoteza muda wa watu, yapoteza rasilimali ya taifa. Vijana wangeenda leo kwa mitaani wanafanya kazi ya kuzalisha uzalishaji kwa taifa hili. Sasa badala ya kufanya jukumu hilo, wanasota mahabusu kwa tuhuma ambazo zimesimama na hazui prosecuted. Kwa ni wito wangu kwamba kwa yale ya uhaini, DPP kama hana ushahidi wa kutosha, na nimekuwa nikisisitiza mara kwa mara, hana budi kuondoa mashauri yao kwa mataifa pana, maslahi pana ya Watanzania na taifa kwa ujumla. Umesema kesho mnarudi tena hapa kwa ajili ya kusikiliza shahidi wa mwisho kwenye hiyo kesi ya wizi. Naam. Pengine ni saa ngapi mtakuwa hapa na kesi tatajwa? Kwa kweli tumekubaliana na mheshimiwa hakimu na jamhuri imekubali kwamba tutakuja hapa kesho saa 8 kamili mchana, ambapo sasa tutaendelea na shahidi wa mwisho kwa ajili ya kutoa shahidi wake, na baada ya hapo tutamuuliza maswali doso. Baada ya hapo watafunga ushahidi wao na mahakama itatoa fursa ya kutoa uamuzi mdogo kama watuhumiwa na kesi kujibu au hawana. Kwa kesho saa 8 kamili tutakutana hapa, lakini pia wakati huo kesho hiyo kuna shauri jingine ambayo linamhusu mtuhumiwa mmoja kwa tuhuma za wizi, anaitwa Michael. Tutakuja asubuhi saa 3 kamili asubuhi mbele ya mheshimiwa Swaro kule chemba namba 14. Lakini pia wakati huo tarehe 4 ya mwezi huu wa 3, shauri ambalo linamhusu pia mtuhumiwa mmoja anaitwa Nasib, ambao ni shauri la wizi, liko mbele ya mheshimiwa pia Makube, itakuja kwa ajili ya kwanza kusikilizwa, na tayari jamhuri amesikiliza shahidi mmoja na siku tutakuwa na shahidi wa pili. Na wakati huo pia kuna shauri nyingine moja ambalo linamhusu mtuhumiwa mwingine mmoja wa kosa la unyang'anyi kwa kutumia silaha, ambao pia liko mbele ya mheshimiwa Makube, ambao walikuwa watuhumiwa wawili, mmoja amefutiwa mashtaka kwa maana ile la uhaini na ile la pili kwa kabakia mtuhumiwa mmoja. Kwa ujumla ni kwamba ama shauri yote na ile la kwangu za ile la uchomaji yenyewe itakuwa ni tarehe 5 ya mwezi huo wa mwezi wa 3, ambayo itakuwa ni Alhamisi saa 5 kamili asubuhi, ambapo sasa pia watuhumiwa watakuja kwanza kujitetea kwa sababu tayari jamhuri imeshafunga ushahidi wao. Kwa ujumla ndio tathmini ya mashauri yote haya ambayo yanaendelea katika vijana ambao wanakabiliwa na uhaini pia. Naam. Kwa hiyo tarehe 5 ni kwanza kujitetea, na haya mengine yataendelea sasa jamhuri kuweza kukamilisha ushahidi wake, hatimaye kufunga ushahidi wao na kutoa fursa kwa mahakama sasa kutoa uamuzi mdogo kama ana kesi kujibu au la. Kama anayo tutakwenda kwenye hatua ya kwanza kujitetea. Labda kama haiathiri mwenendo wa kesi nzima. Watu wangependa kujua hawa ni vijana wa umri gani? Vijana wadogo kama mnavyoona nyinyi waandishi tunapiga kila siku hapa. Ni vijana kati ya umri wa miaka 19 mpaka 25. Vijana wadogo sana. Mtu mmoja ambaye kidogo ni mtu mzima na miaka takriban kama 45, lakini 99% ya watu wote hapa ni vijana wanaokadiriwa kuwa na umri wa miaka 19 mpaka miaka 25. Kwa hiyo vijana wadogo ambao kama tulisema kwamba kama DPP hana ushahidi wa kutosha kwa makosa ya uhaini ambao kwa kweli yamekaa muda mrefu hapa, kwa sababu kama nakumbuka kwa mara ya kwanza alifika hapa mahakamani tarehe 7 ya mwezi wa 11
mwaka jana, na kwa mara ya kwanza wakasomewa mashtaka yao. Tangu hapo kwa kweli pamekuwa hakuna hatua ya moja kwa moja ya serikali au jamhuri imefikia hatua gani kwenye upelelezi. Sasa vijana wangeweza kuwa mitaani leo kuwa wanafanya kazi, taifa likapata mapato na nguvu kazi kadhalika na familia zao, baada ya kuendelea kwa retain ndani huku mkijua kwamba ushahidi wenu hautoshi. Kwa mimi naweza kutoa kwamba kumshauri DPP kwa mamlaka alionao kwa mujibu wa katiba na sheria, kama mashtaka ya uhaini, kama hana ushahidi ayaondoe mara moja. Kama ushahidi upo, ama kamilisha ushahidi hapa, mahakama ya Kisutu iweze kuwakomiti watuhumiwa mahakama kuu ianze kusikiliza mashtaka yao bila kuchelewa.